Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Vovo Trends bwana, tupo Kigamboni hapa. Tunapiga story na wana tofauti kuhusiana na michezo kwa ujumla. Hii ni Sportika na tuko vizuri. Mimi naitwa Kudos, niko na mwanangu hapa, dereva wa bajaji kipande hichi cha Kigamboni. Mambo vipi bras? Poa poa. Vipi? Unaitwa? Kwa majina naitwa Sande Ramadhan. Sande Ramadhan. Wewe ni shabiki wa timu gani Bongo? Simba Sports. Simba Sports. Tarehe moja ni Derby Day, Simba na Yanga. Hii mechi unaitathmini vipi? Kwa upande wangu mimi naona itakuwa ni mechi ngumu sana, lakini sisi kama Simba naamini tutapata matokeo mazuri kulingana na performance ya mechi ngapi nyuma hapa ya timu yetu. Kwa performance iko vizuri sana kulinganisha na mpinzani wetu, japo sio kwamba ni mbaya sana, hapana, lakini ukijaribu kulinganisha kulingana na mechi zilizopita hapa, kwa kila mmoja kwa nafasi yake, naona kabisa Simba ana nafasi kubwa kushinda mchezo huu. Libase Geye amefanya makubwa katika mechi mbili alizocheza za ligi pamoja na shirikisho, moja ligi moja shirikisho, amefunga magoli mawili nje ya 18. Lakini kuna usajili mwingine ambao Simba wamefanya, kuna Aura, kuna Kibabage, kuna wengi ambao dirisha hili dogo wameingia, wameonekana kuleta machachari. Unadhani hii inahakikisha kukata uteja wa mechi 6 za mtani ambazo Simba amepoteza? Kwenye mechi ya tarehe mosi Simba anaweza akabadilisha hii game? Kwanza mimi kabisa naamini ndo wanafikia mwisho safari hii. Yaani ule uonevu ndo umefika mwisho, umefika tamati yani. Kwa sababu ukija kuangalia sajili zetu hizi, in short zimetuboost sana katika kikosi chetu. Ukija kuangalia Hansen Toura, ukija kumwangalia Libase Geye, ukija kumwangalia kiungo wetu pale Patus Chama. Wao ni watu ambao wametuboost kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tutakuja ukata utepe wanasema. Yani lazima tuje tukate utepe, uonevu lazima tuumalize. Mechi unafikiri inaweza ikaisha ngapi? Kwa matokeo mchezo utakuwa mgumu. Naamini sitategemea kuona magoli mengi. Kulingana na ubora wa timu. Haina noma. Kimbelembele Arsenal yuko nyuma ya pointi, yuko mbele kwa pointi 2 tu kutoka gap la pointi 7. City kampiga mtu 2-1. Matokeo sasa hivi yamebadilika. Unadhani Arsenal anaweza kachukua ubingwa kweli? Bado nampa nafasi, kwa sababu ukija kuangalia kuanzia mwanzo wa ligi mpaka sasa hivi mechi 27 nadhani. Bado anaongoza Arsenal mwenyewe akiwa pale juu. Kwa hiyo bado nampa nafasi, na zimbaki mechi 11. Zimbaki mechi 11 kumaliza mzunguko wote wa EPL. Mechi 68. Kwa hiyo bado nampa nafasi Arsenal kutoa ubingwa huu wa EPL 25-26. Lakini toka Arteta amechukua hii timu imekuwa na kawaida hii. Wanaongoza, wakifika mwishoni wanavutwa, watu wanachukua ndoo wanaondoka. Msimu huu itakuwa si ndio yale yale, au unadhani msimu huu kuna kipi cha tofauti ambacho Arteta anaweza akakifanya kiasi cha kumwamini wewe anaweza akabeba ndoo? Kwenye football hakuna cha ajabu brother. Yaani kwenye football swala linalokuja kuamua siku zote huwa ni matokeo. Na hali yenyewe inapotokea. Kwa mfano msimu uliopita kuja kuangalia pia Arsenal alikuwa anaongoza ndio kama hivi, lakini akaja kupokonywa kombe ndio. Kwa hata sasa hivi sidhani, lakini kama itatokea hivyo, kwa sababu Arsenal wenyewe pia wanaangalia ile trending, pia wanaifuatilia kuanzia msimu uliopita, msimu huu wanafahamu. Kwa hiyo naamini wataendelea kupambana kuhakikisha wanaendelea kubakia pale juu na kutoa ubingwa. Na wewe ni shabiki wa Madrid? Naam. Mimi simu wako. Ila mimi nimevaa tu, sio kama shabiki wa Barcelona, mimi nimevaa tu. Spain, Madrid naye yuko juu kwa pointi 2 kama sikosei. Naye unadhani anaweza kabeba ndoo msimu huu kukata uteja wa Barcelona, kwa sababu Hansi Flick toka amefika pale amekuwa kidogo anaisumbua Madrid? Kwa upande wa ligi kuu ya La Liga Santander, naona kabisa kuna ushindani mkubwa kati ya Barcelona na Madrid. Yaani siwezi nikawa wazi kwamba title inaenda kwa nani, lakini kwa jinsi tunavyoona unakuta kwa mfano juzi Barcelona akapoteza, jana Madrid pia akapoteza. Kwa hiyo alafu kuja kuangalia tofauti ni pointi 2. Kwa hiyo yote yule unaona kabisa hapo wana nafasi ya kutoka. Na hii inakupa tafsiri gani? Ligi ya Spain na ligi ya Uingereza labda na ligi yetu Bongo, mpira umekuwa duniani sasa hivi, au mizuka tu imetokea watu wakawa yani wanacheza katika mazingira, unajua mpira unakuwa na matokeo ambayo sometimes hayategemewi. Kwa hiyo ni kukua kwa mpira mpaka kufanikisha kuwa na gap hizi za pointi chache timu zinazoongoza ligi, au nadhani ni mihemko tu ya wachezaji kwenye mechi? Kwanza naamini kadri kila siku zinavyozidi kuongezeka vitu vinazidi kwa vingi.
hata ile uwezo wa wachezaji pia naamini pia unaongezeka kulingana na teknolojia sasa hivi, ukiangalia kwenye training, kwenye nini. Kwa hiyo utofauti wa kwanza ushindani umekuwa mkubwa katika ligi zote duniani sasa hivi. Haya, kwa mfano ukija kuangalia IPL ni pointi 2, La Liga pointi 2. Alkadhalika Tanzania ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo ukija kuangalia hapo, yani ushindani sasa hivi umekuwa mkubwa sana katika mpira wa miguu duniani kote. Na ni mchezo ambao ni mchezo wa wazi, ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao uwezo wako ndio utakuamua ukae sehemu fulani. Umeiona katiba ya Simba? Katiba nimeiona ndio, japo sijaipitia vizuri na nimeiona. Maelezo machache yanasema kwamba mali zisizohamishika za timu zitakuwa ni mali ya bodi ya wakurugenzi ambayo ndio itasimamia hiyo. Katiba haimtambui mwekezaji kama mmiliki wa zile mali na mali hazitomilikiwa na Simba Holding. Najua katiba ndio mwongozo wa kila kitu. Kwa hiyo kama katiba imesimama hiyo, kwa sisi hatuna doubt. Okay. Hatuna doubt na katiba. Na una imani kubwa transformation za Simba zitaisaidia club? Naam, naamini bila shaka. Haina noma, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Yes, Vovo Trends kama kawaida tulikuwa tunapiga story na mwanetu. Naitwa Kudos. Usisahau kusubscribe pamoja na kuweka on notification yako uweze kuwa kwanza kupata video zetu mbalimbali ambazo tunazipost kupitia hii channel. Yes sir. Vovo Trends Kigambonino kama kawaida. Tunaspotika kuelekea Derby Day tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka 2026, uwanja wa Amani. Ni Simba na Yanga. Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Patrick Adamu. Patrick, wewe ni mwananchi au baya bwela? Mimi mwananchi. Mwananchi. Tarehe mosi mwezi wa 3 inakuwa kwaje? Kwa mimi ninavyoona itakuwa ni mchezo mzuri na imani pia na kikosi chetu kama mimi mwananchi kwamba tutashinda mara ya 7. Mara 7. Unafikiri nini ambacho kinakupa wewe imani ya kujiamini kwamba mtampiga mtani licha ya usajili mkali aliofanya kwenye dirisha dogo? Kwa imani kubwa kwamba tunaamini sisi kama wananchi tuna wachezaji wazuri, wenye uwezo mzuri na tumesajili zaidi yao na imani. Kama kwa wachezaji ni wazuri, si mngefuzu kwenda robo klabu bingwa? Hiyo ni changamoto ndogo ndogo ambazo zilitokea, lakini waliweza kuonyesha wachezaji wetu waweza kuonyesha performance nzuri. Ikatokea tumetoka, lakini bado tuna imani wachezaji wetu wana uwezo mkubwa. Sasa ikiwa Simba kamaliza nafasi ya mwisho, Yanga kamaliza nafasi ya 3 kwenye kundi na wote hawajafuzu, manake hii dabi ndio inaweza ikaamua nani yuko vizuri kuliko mwenzake. Haijalishi kwamba nani mkubwa kasajili vizuri sio nini. Hauoni kwamba mechi itakuwa ngumu tarehe mosi mwezi wa 3? Mechi kwa ngumu, inawezekana ikawa ngumu kwa sababu ile pale ni dabi, lakini mimi nazingatia pale kwamba sisi kama wananchi na imani na kikosi chetu kizuri, na imani tutashinda tena kwa mara 7 mfululizo. Na mmepanga uwanja kabla ya bodi? Hapana. Vipi wakati msemaji kaanza kutangaza mechi itachezwa Zanzibar wakati mtani hajapewa taarifa kwamba mechi itachezwa Zanzibar na bodi? Hiyo sasa na hisa hapo ni changamoto tu za kiufundi na kadhalika, unaona. Ndio. Haina noma mwanangu. Kati ya usajili mpya wa dirisha dogo uliosajiliwa kipindi hichi, yuko Buba Jammeh, yuko Oriel Depu, wako na wengine, lakini mashabiki wa Yanga wamemzawadia gari Oriel Depu. Wewe unadhani anastahili kupewa zawadi ile au angepewa muda kidogo ili gari aje kupewa mchezaji mwingine, kwa sababu Buba Jammeh mechi ya kwanza akapiga goli 2? Kwa moja mimi naona anastahili kwa sababu ameonyesha performance nzuri, ameonyesha uwezo mzuri, ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo kupewa gari ni haki yake kwa sababu ameonyesha uwezo mzuri. Kwa hiyo tunaweza kufikia kipindi mchezaji wa ligi kuu akatajwa kwamba labda huyu kamaliza msimu ana goli 16, assist 5 na gari 1, kama ilivyokuwa kipindi cha Mayele vile. Mayele alikuwa na goli 16, assist 3, afu alipewa mbuzi kule na ng'ombe, alipewa ng'ombe. Ona ng'ombe wakawa wanahesabika. Unafikiri hii gari inaweza ikaongeza kitu kwenye profile ya Depu mwisho wa msimu? Inaweza kuonesha performance nzuri, akaonesha zaidi kuendelea kupambana zaidi, kwa sababu hiyo ni moja ya motisha kwa mchezaji. Kwa hiyo mimi na imani atafanya vizuri zaidi. Haina noma mwanangu, mimi nikushukuru sana. Hamna shida, tu pamoja sana. Vovo Trends kama Kawis kama Dawis. Bado tupo Kigambonino. Yes sir.